Karibu sana mtazamaji wa TBC1 kwenye kipindi cha Zamadam, kipindi kinachokuletea mambo mbalimbali ya kihistoria kutoka kila pembe ya nchi hii ya Tanzania. Bado niko Zanzibar, visiwa vya marashi, na hapa nipo katikati ya mji wa mawe ya wenyewe wanaoita Stone Town ama mji mkongwe ambao hivi sasa ni urithi wa dunia. Nipo katika mtaa mashuhuri kabisa katika mji huu wa Stone Town unaojulikana kama Hamamni. Katika mtaa huu kuna hamamu, ndio maana mtaa huu kaitwa Hamamni. Kuna hamamu ambalo kwa Kiswahili chepesi kabisa wanasema labda bafu la kuogea, lakini bafu hilo lilijengwa kipindi cha enzi ya miaka ya 1870 na aliyekuwa mtawala Said Bargash. Said Bargash alijenga hilo hamam enzi hizo na likaweza kuendelezwa mpaka hivi sasa. Limekuwa ni sehemu ya historia ya Zanzibar na lipo ndani ya mji mkongwe ambao ni urithi wa dunia. Ninayekuletea kipindi hiki mimi ni wako mtangazaji Festus Makerubi, mpiga picha ni Eva Sesoa. Tupo hapa kukuletea historia hii nzuri kabisa ya kutukuka, na atakaye kusimulia historia hii ya kupendeza kabisa ni mkurugenzi kutoka nyaraka na makumbusho mambo ya kale hapa Zanzibar, ndugu Hamad Omar. Yeye ataweza kusimulia yote hayo kutoka hamamu, kutoka hilo hamamu ambalo lilitumika kwa mambo mbalimbali tokea enzi na enzi. Karibu sana. Zamadam. Ndugu wananchi wa Tanzania na Zanzibar, Afrika Mashariki na pahala pengine popote mnapotuangalia. Sasa hivi tupo katika mji mkongwe wa Zanzibar, katika mji unaoitwa Hamamni. Hamamni ni mji ambao umetokana na hamamu la zamani ambalo sasa hivi tunalishughulikia. Hamam ni bath kwa lugha ya kigeni, na hamamu hili lilijengwa katika miaka 1870 na mmoja wa watawala waliotokea Oman, Said Bargash bin Said, ambaye alikuwa mtoto wa tatu wa Said bin Sultan, aliyetawala kuanzia mwaka 1804 mpaka mwaka 1856. Mjenzi wa hamamu hili alikuwa ni mtaalamu ambaye anasadikiwa alitokea Persia, Haji Ghulam Hussein. Mahamamu katika mji wa Zanzibar ni mengi, takriban yako mahamamu 8 au 10. Katika takriban kila sehemu ambapo kulikuwa na kasri, basi pia kulikuwa na hamamu ndani yake. Lakini hamamu hili kidogo ni tofauti na yale mahamamu ambayo yanaonekana katika makasri mbalimbali, kwa sababu hamamu hili halikujengwa ndani ya kasri, lakini lilijengwa maalum kwa watu mbalimbali kuweza kulitumia kwa nyakati tofauti, wakiwemo wanawake, wanaume na watu wa rika mbalimbali. Ustaarabu wa kujenga mahamamu kwa kweli ulitokana au unakwenda zamani sana. Kwa kweli historia yake inatokana na Warumi na Wagiriki, lakini Waarabu katika sehemu za mashariki ya mbali, mashariki ya kati, Asia Minor, waliiga kutokana na utaalamu huu wa Kigiriki. Muundo wa mahamamu ingawa unatofautiana kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, lakini unafanana. Kwa kawaida hamamu linakuwa na sehemu 3 kuu. Sehemu ya kwanza kabisa kama sehemu ya makaribisho, yani reception area. Hii ni sehemu yenye ubaridi, kwa hivyo inajulikana kama cool room. Halafu kuna sehemu ya katikati ambayo hii ina ujoto ambayo inaitwa warm room. Halafu sehemu ya 3 ni sehemu ambalo kuna watu wanakwenda kuogelea na kupata burudani nyingine ambayo hii inaitwa steam room. Katika hamamu hili kwa kweli kuna sehemu mbalimbali ambazo tukiingia ndani tutaweza kujionea jinsi ilivyokuwa linatumika. Kulikuwa sehemu za viburudishaji, sehemu za vyoo, sehemu za kujitayarisha kwa ajili ya kufanyiwa kugandwa. Watu mbalimbali walikuwa wakiingia katika sehemu hili. Kama nilivyosema, wazazi waliokuwa wakijifungua walikuwa wanakuja hapa kama kutibiwa, kupigwa massage, na watu wengine ambao walikuja kwa ajili ya shughuli mbalimbali. Baadhi ya mahamamu
huwa inatumika kwa shughuli kama za michezo, shughuli kama za maharusi na sehemu nyingine. Kwa kweli hamamu hili ni zuri, linavutia, na wageni kutoka nje, kutoka Zanzibar wanalitembelea, na kwa umuhimu huo serikali ya Zanzibar imeliorodhesha kuwa moja ya kati ya majengo yanayohifadhiwa kisheria kwa mujibu wa sheria ya mambo ya kale ya mwaka 1927 Caption 102 ya sheria za Zanzibar. Ndugu watazamaji, ni vyema kwa wale watakaobahatika kufika Zanzibar ama kwa biashara au kwa shughuli nyingine kufika katika mtaa huu wa Hamamni na kuja kuangalia hamamu hili lenye sura ya kipekee ambalo maumbo yake yanavutia. Ndani chini kwenye sakafu kuna marmar ambazo mpaka leo zimebakia. Yako mafountain ambayo yalikuwa ni kama kiburudishaji tosha kwa watu walikuwa wakitembelea. Tafadhalini, karibuni. Ramadan. Sasa hivi tunakuingiza ndani ya hili jengo lenyewe la Hamamni uweze kuona mambo mazuri kabisa ndani ya jengo hili ambalo lilijengwa mwaka 1870 na mtawala aliyejulikana kwa jina Said Bargash. Sasa hivi tuko katika mlango wa kuingilia kwenye hamamu hili. Kwa kawaida mlango wa hamamu hauwi mkubwa, unakuwa mdogo au tunaita modesty. Hii ilifanywa makusudi kwa sababu mambo yalikuwa yakifanyika ndani kidogo yalikuwa yanahusiana na mambo ya starehe na yalihitaji stara. Kwa hivyo mlango unakuwa mdogo ili hata wapita njia wasiweze kuvutika kwa mara moja na zile shughuli ambazo zinakwenda kufanyika mle ndani. Unapoingia tu katika hamamu hili, kwa upande wa kulia kuna tobo ambao linaitwa blind window au dirisha kipofu au dirisha chongo. Katika sehemu hii palikuwa panatayarishwa viburudishaji mbalimbali kwa watu ambao walikuwa wanaingia katika hamamu hili kwa shughuli zao mbalimbali. Viburudisho pengine vilikuwa kahawa, sharubati na aina nyingine vya viburudishaji. Na ukiingia ndani kidogo kuna sehemu inaitwa baraza. Hapa alikuwa anakaa mtu maalum ambaye alikuwa anakushanya viingilio kwa wale watu ambao walikuwa wanakuja kupata huduma katika hamamu hili. Huyu alikuwa anaitwa collector. Malipo kwa wakati ule yalikuwa ni pesa 3, kwa sasa ni sawa na senti 10 ambazo ilikuwa ni viingilio kwa shughuli ambayo mtu angezipata katika hamamu hili. Na ukiendelea zaidi utazidi kuona sehemu mbalimbali ambazo kwa kweli ni kivutio tosha kwa mtazamaji, hasa kwa wakati huu ambapo hamamu hili halitumiki tena ingawa limo katika hifadhi za serikali. Hapa nilipokaa kitako panajulikana kama baraza. Kwenye baraza hii ndipo alipokuwa akikaa mtu ambaye alikuwa anakusanya viingilio kwa ajili ya watu waliokuwa wakiingia hapa kupata huduma. Na mtu huyu alikuwa anajulikana sana kwa lugha geni kama fee collector. Chini ya kibaraza hichi kuna kitu kinaitwa niches, kama matobo kidogo. Kwa sababu sehemu hii ilikuwa ni safi na ilikuwa inahitaji unadhifu, watu walikuwa haruhusiwi kuingia na viatu. Kwa hivyo mara tu wanapoingia hapa na baada ya kulipa walitakiwa kuvua viatu vyao, na viatu vile vilikuwa vinahifadhiwa katika sehemu hii ya chini ambayo inaonekana hapa kwenye matobo. Sehemu hii mashuhuri sana ilikuwa inajulikana kama baraza. Pesa ambazo zilikuwa zinapatikana kutokana na huduma ya hapa zilikuwa zinaingia katika fungu maalum lilikuwa linajulikana kama wakfu, kuendeshea shughuli mbalimbali zilizokuwa chini ya taratibu za wakfu za watu mbalimbali. Kwa hivyo ndugu mtazamaji, hiki ni kimoja katika kijisehemu fulani kilichomo ndani ya bathi hii ya Hamamni. Ramadan. Kama nilivyoeleza, hamamu
hili lina sehemu tatu kama yalivyo mahamam mengine. Sehemu ya mapokezi, yani kama reception, ambayo kwa kawaida inakuwa baridi na kitaalamu inajulikana kama cool room. Na sehemu ya katikati inakuwa na ujoto au inajulikana kama warm room. Na sehemu ya mwisho ambao watu wanakwenda kukoga na kupata burudani nyingine inajulikana kama steam room. Sehemu hii ilikuwa inatumika kuwakaribisha wale watu ambao walikuwa wanakuja kupata huduma. Hapa palikuwa pana shughuli mbalimbali. Katika kijisehemu ambacho nimekaa, kibaraza ambacho nimekaa, kilikuwa na pazia, na mtu anaingia humu kabla ya kuingia katika chumba cha huduma alikuwa anatakiwa abadilishe nguo zake. Kwa hivyo alikuwa anapatiwa nguo maalum, na zile nguo zake baadaye anazitundika katika kijisehemu hichi cha baraza ambao nimekaa mimi. Kwa upande wangu wa kushoto kuna kibaraza kingine, pale alikuwa anakaa mtu anaitwa kinyozi au baba. Kazi yake ilikuwa watu wanaoingia humu kabla ya kufanya shughuli mbalimbali walikuwa wanasafishwa. Wale wenye ndevu walikuwa wananyolewa ndevu, masharubu, na wenye nywele kubwa pia walikuwa wanapata huduma za namna hiyo. Huduma hizi ambazo zilikuwa zinatolewa na huyu kinyozi au baba zilikuwa zinafanywa kwa malipo. Lakini ukiangalia pia chini, humu chini unakutia kuna hizi niches mbalimbali. Humu pia mlikuwa mnawekwa vitu vidogo vidogo, kwa mfano kama viatu, visidiria na vitu vingine mbalimbali. Katikati hapa kuna kama fountain ambalo lilikuwa lina maji yanatiririka. Maji haya yalikuwa yanatoa burudani tosha kwa wale watu ambao wanajitayarisha kupata huduma zilizokuwa zikipatikana katika hamamu hili. Na wengine walikuwa wakiyatumia maji haya kwa kuanza kujisafisha, kwa mfano kusafisha miguu na shughuli nyingine. Na baadhi ya baraza nyingine zile zote pia zilikuwa zinatumika kwa watu kuvaa nguo na kubadilisha nguo, kwa sababu hapa wanawake walikuwa wanaingia kwa wakati tofauti na wanaume wanaingia kwa wakati tofauti. Kwa hivyo wanawake wakiingia pengine walikuwa wanabadilishwa nguo zao, wanapewa kanga ambao ni vazi mashuhuri katika Afrika ya Mashariki kwa ajili ya kujitayarisha kuingia katika shughuli za kupata huduma za bathi. Kitu muhimu katika mabathi yote ni kuhakikisha kwamba linakuwa na ujoto. Kwa hivyo takriban mabathi yote pamoja na hili, kama unavyoangalia usanifu wake, makuta yake ni manene sana, halafu yamezikwa kwenye ardhi na matobo yanakuwa ni machache. Hata mwangaza ambao ulikuwa unaingia humu ulikuwa unategemea mwangaza wa jua kwenye sehemu zile za jua ambazo kuna vioo maalum vimewekwa kuingiza mwangaza mchache ambao hauathiri huduma hizi. Kwa hivyo kutokana na muundo huu, mvuke, joto ambalo lilikuwa linahitajika lilikuwa linapatikana kwa mujibu linavyotakiwa. Kwa hivyo mahamamu haya yamejengwa kitaalamu ili kukidhi shughuli hizo, na mafundi maalum walikuwa wanaletwa hapa kutoka Persia au Ghuba za Uajemi wakishirikiana na mafundi wa kienyeji katika ujenzi huu. Chini kabisa ukiangalia pamoja na baraza hizi unakutia, ingawa lilijengwa karibu miaka 160 iliyopita, yani mwaka 1870, karibu sasa miaka 150, marumaru zimebakia vile vile, na zinaposafishwa zinakuwa zinavutia pengine kuliko hata tiles za wakati huu ambazo watu wanazitia katika majumba. Kwa hakika Hamamni Bath ni moja katika kivutio kikubwa hapa Zanzibar, na watalii wanaokuja kutembea katika mji mkongwe wanakuja katika hamamu hili ili kujionea maajabu ambayo bado yanapatikana, na kwa bahati mbaya watu wengine hawajui. Pengine labda kwa kutumia kipindi hiki
sura inaweza ikawa tofauti. Watu mbalimbali watakaofika hapa wataulizia mtaa wa Hamamni uko wapi, kwa kuja kuliangalia hamam. Angalia arches yalivyotengenezwa, angalia niches za chini zilivyotengenezwa, angalia hili fountain ambalo lilikuwa linatoa maji, linarusha maji yenye kuvutia, na angalia dumu hii iliyojengwa bila kutumia nondo, bila kutumia masaruji, bila kutumia aina yote ya chuma. Angalia ukubwa wake. Imejengwa kwa mawe tu, imejengwa kwa udongo tu, imejengwa kwa mchanga. Kwa hakika huu ni usanifu wa aina yake ambao hata wataalamu wa sasa mambo ya ujenzi wanapaswa kuja kukaa na kuiga. Zamadam. Hapa tunatoka katika sehemu ya mbele, yani sehemu ya mapokezi, au kwa kifupi chumba cha baridi au cool room. Tunaingia katika sehemu ya pili ambayo inafanywa shughuli zile za massage na shughuli nyingine za burudani. Sehemu hii inajulikana kama warm room. Kwa hivyo kabla ya kufika katika sehemu hii ya pili, pia upande wa kulia kwangu kuna sehemu za kujisaidia, yani vyoo au toilets. Vyoo hivi kama unavyoona ni vingi kidogo, na kutokana na utajiri na umahiri wa ujenzi, mpaka kwenye vyoo zimetiwa hizi marmar, na haya hapa ni matundu ya choo. Halafu utaalamu umefanywa kiasi ambacho maji moja kwa moja kutoka kwenye kisima yalikuwa yanaingia kwenye mahodhi haya, na mtu baada ya kufanya shughuli zake anaweza kufungua hapa akaweza kupata maji bila ya matatizo. Hivi vilikuwa ni vyoo kwa watumiaji, tunaweza kusema kama public, wale ambao walikuwa wanatumia katika sehemu hizi. Lakini mbele kule tutakapokwenda pia tutaweza kuona vyoo vingine kwa watu ambao pengine walikuwa wanataka kufanya usafi katika sehemu za usafiri pia, na hasa wanawake walikuwa wanavitumia. Kwa hivyo jengo hili la Hamamni au bathi la Hamamni limejengwa na lina sehemu mbalimbali ambazo mtu angeweza kupata huduma katika wakati ule. Kwa kweli ni hamamu ambalo limetengenezwa vizuri na ni kivutio kizuri, na mpaka sasa ndio maana wageni huwa wanakuja kuliangalia kwa wingi katika nyakati za tofauti, hasa watalii kutoka nje. Kwa nini limejengwa na giza? Giza ilikuwa ni sehemu muhimu ya mahamamu, kwa sababu shughuli zilizokuwa zinafanywa ni shughuli zilizokuwa zinahitaji stara, ni shughuli za ndani, zilikuwa hazihitaji mtu aonekane sana. Kwa hivyo limejengwa, vioo vimewekwa, zinaingiza mwangaza mchache ili kupunguza aibu na shughuli nyingine ambazo kwa kweli zilikuwa zinafanyika. Kwa hivyo pia limefanywa ili kuhifadhi mvuke, yani joto, kumfanya ule mtu ambaye amekuja kupata shughuli hizi anapotoka nje ni kwa mwili wake wote umelainika kutokana na joto ambalo amelipata na hifadhiwa humu ndani, na anapotoka humu mtu baada ya huduma anakuwa kama amezaliwa upya. Angalia wewe umeingia sasa hivi, lakini mwili wako unachemka kutokana na joto kali ambalo linapatikana katika sehemu hii. Na hiyo ndio moja katika mahitaji makuu ya mahamamu, lazima liweze kuhifadhi ujoto, kwa sababu ndio madhumuni yake hasa kumfanya mtu atoke jasho, kumfanya mtu damu yake ichemke, na kumfanya awe madhubuti zaidi anapotoka katika sehemu hizi. Kwa hivyo ujoto na ugiza ni sehemu muhimu ya kuhifadhi yale mahitaji ambayo yanahitajika katika majengo haya yanaitwa mahamamu. Sasa hivi hapa tupo katika sehemu ya kati ya ile hamamu ambalo linajulikana kama warm room. Sehemu hii ni joto na ni sehemu ambayo shughuli mbalimbali zilikuwa zinafanyika
Katikati hapa palikuwa na meza kubwa iliyozungushwa na viti na viburudishaji mbalimbali vilikuwa vinapatikana. Lakini ukiangalia upande wa kulia pale na upande huu wa kaskazini kuna vibaraza vimekuja juu. Kwenye vibaraza hii ndio palikuwa panafanyika shughuli zinazoitwa za massage au zile za sauna. Katika vibaraza hivi kuna bomba limepita chini kwa chini linaitwa hypocaust. Bomba hili limeanziwa katika sehemu za jiko ambalo huwa linatiwa mvuke na kupata moto, kwa hivyo inavifanya vibaraza hivi viwili kuwa moto sana. Kwa hivyo yule mtu anayepiga massage, mtu akishalala katika vibaraza hivi, yeye anaweka mikono tu mle, mikono inapata joto, halafu anakuwa anampiga ile massage. Na sehemu ile pale kuna tobo ambalo linatokezea nje ili joto linapokuwa kali katika sehemu hii liweze kupungua. Kwa hivyo hamamu hili kama mnavyoona chini ni marumaru tupu, mpaka leo liko madhubuti zinavyoonekana, halijaharibiwa na linaweza wakati wote kutumika kama lilivyokuwa. Na ni hamamu moja zuri kama nilivyosema mwanzo, ambalo limetengenezwa kwa mpangilio maalum, na ndio maana wageni wanakuja kuliangalia kwa nyakati tofauti. Ukiangalia mbele pale kidogo, sehemu ile ni sehemu ya mwisho ndani ya hamamu inayojulikana kama steam room au chumba kabisa cha mvuke. Mle muna mahodhi mawili. Mahodhi yale, moja lina maji baridi na moja lina maji moto. Baada ya mtu kushakupata huduma zile za sauna hapa za kukandwa na kupigwa massage na shughuli nyingine mbalimbali, anakwenda kukoga katika sehemu ile. Anaamua kwanza kuingia kwenye maji moto na baadaye anaingia katika maji ya baridi. Lakini kwa upande wa kuchoto, kabla ya kuingia katika sehemu zile, baada ya kupata shughuli zile, kulikuwa kuna sehemu maalum ya faragha ambayo mtu anakwenda kukoga, kutoa yale makapikapi na nongodongo zilizokuwa katika mwili, ili anapoingia katika haya mahamamu yaliyotengwa maalum kwa ajili ya kukogea, mwili wake uwe safi. Ukiangalia kwenye haya mahodhi ya kukogea, chini kabisa kuna kama bakuli la chuma. Kuna kama bakuli la chuma. Bakuli hili chini yake limepitishwa pia hilo bomba linaloitwa hypocaust, ambalo lilikuwa linafanya maji yaliyomo katika hamamu hili wa moto. Kwa hivyo hii wanaita copper pot, madhumuni yake ilikuwa ni kuyafanya yale maji yachemke, na mtu anaingia mule anahisi anaburudika katika maji ambayo sio kawaida, maji ambayo yameambatana na mvuke, lakini pia maji yale ni moto. Mtazamaji wangu, katika hamamu hili kuna joto kali kweli kweli, na hili joto limewekwa makusudi ili liweze kuchangamsha miili ya watu waliokuwa wanafika hapa na kufanya starehe, anasa za kuogelea, kukandwa, kufanywa masaji ile basi ile ilileta burudani kubwa zaidi, kwa sababu walipata kutoka hapa wakiwa na nguvu na wakajisikia wapya kabisa. Basi ukumbuke leo hii nimekuletea historia nzuri kabisa ya hamamu ama bafu lililopo katikati ya mji wa Stone Town hapa Zanzibar, kitovu cha historia ya Tanzania. Na umeweza kusikia maelezo mazuri kabisa kutokana na hamamu hili. Kiswahili kizuri kabisa hiki hamamu, lakini kwa Kiswahili chepesi nakwambia bafu ya kuogea. Unaifahamu bafu yako unaoogea, lakini hii ni bafu maalum kama ulivyotembezwa na kuona vitu mbalimbali vya kuvutia kabisa katika bafu hili la waliostarehe watu wa zamani. Na amini umeweza kuelimika. Nilikuletea kipindi hiki kutoka hapa Stone Town, mji mkuu wa Zanzibar. Mimi ni Festus Makerubi, mpiga picha pale ni Eva Sesoa. Kwa pamoja tulikuwa naye katika kushirikiana kukuletea hiki na kile, na amini umeweza kufurahia. Na kuahidi tena nitakuletea sehemu nyingine ya pili ya hamamu hili, kwa sababu ni kubwa mno mtazamaji, na huwezi kuelezea historia ya watu waliostarehe hapa kwa dakika chache. Watu hapa walistarehe kwa zaidi ya miaka 160 iliyopita.
kitambo. Basi usikose uhondo huu unapoangalia siku zote kipindi cha Zamadam. Kutana nami tena wiki ijayo na endelea kutazama TBC1 vipindi vinavyoendelea. Asante na kwaheri. Zamadam.